la kuwepo na mazingira hatarishi kwa waokota taka rejeshi, ili kuwe na usalama, mawazo yetu kuwepo na bei elekezi yenye maslahi kwa waokotaji, ili waweze kujinunulia vifaa wenyewe kabla ya kuisubiri nini, serikali. Umeona? Kwa sababu kama kukiwa na bei kubwa, umekuja na chupa zako kilo 12, umeona, labda umefanya kazi kwa kutwa nzima umepata 25,000, gloves zinauzwa shilingi 3,000. Hivi na haja ya kuchoma na misumari kwa kusubiri serikali? Hapana. Ina maana serikali ikituongezea bei katika makopo, tukafika kiwango cha kufanya kazi tukapata kuanzia 20,000 na kwenda mbele, sisi haitokuwa shida kununua gloves za 3,000 na gambuti za 12,000. Lakini kwa huu mpango wa kilo shilingi 100 unafanya kazi mpaka jioni 4,700, ukinunua gloves 3,000 afu utaishije? Ndio maana unabahatisha. Yaani sisi tunaishi maisha ya kubahatisha kutokana na mfumo wa bei mbovu za mali zetu tunazozikusanya. Umeona? Wazo letu la pili, kuwepo na mfumo wa kuhusu upande wa afya. Umeona? Katika upande wa afya kuwepo na mfumo wa bima ya bei rahisi kwa waokota taka rejeshi, ili tuweze kuchangishana wenyewe na kujikatia bima kabla hata ya hiyo serikali. Kwa mfano, kule mikoani kuna bima zile za shilingi 30,000 watu 5. Umeona? Kwa kama watu 5 ni 30,000, sisi waokota taka rejeshi tuweze tukaungana tu watu 5 tukachangishana hapo hata 6,600 tukaenda ukata bima. Kwa hiyo ile bima ni ndogo, huwezi ukalazwa, lakini kwa kesi ya malaria na UTI ambao ndio ugonjwa unaoingia mitaani kwetu, unaenda kutibiwa. Umeona? Lakini bima ikisimama pale pale 370,000 kwa mwaka, ndugu yangu, machupa yenyewe kilo 250. Tuchangishane bei gani watu 5 ili tuipate 370,000? Umeona? Kwa hiyo serikali itambue kuweka bima rahisi kwa vikundi maalum, hususan sisi tunaokota kopo. Umeona? Yaani sisi wakota makopo kwanza tusikandamizwe kibei, halafu tuwekee mifumo ya bima rahisi ili tuweze kujikatia wenyewe kabla ya kuisubiri serikali. Kwa sababu serikali unaambiwa kesho, leo unauma, utafanyaje? Utasubiri kesho? Huko mtaani hizi chupa za energy drink zipo nyingi sana. Wangetusaidia serikali ili kuziondoa zile chupa, kwa sababu tizama, ukiingia kama sehemu chemba wanapo tupa takataka hizo rejeshi, unakuta yale mapempasi mengi sana hayana pa kuyaweka, na yanakuwa ni hatari kwa afya yetu sisi tunapoingia. Ukataji wa kilo wanadai kwamba wanafidia. Sasa wanachokifidia mimi bado sijaelewa wanafidia nini? Kwa sababu tunachopeleka ni matakataka, na wao wanakata, wanasema takataka sijui chafu. Sasa wao wanataka tupeleke takataka za aina gani na wanafidia nini? Kwa sababu sisi pale tumepeleka matakataka. Fidia hii inatokana na nini? Au inaenda wapi? Na kwa sababu gani? Kwa hiyo tunapopeleka pale sasa tunakata kilo 2 tunafidia. Watuelekeze wanafidia nini? Ushirikiano pia kwa sisi waokota taka rejeshi, tuwe na umoja, ndio kitu cha msingi sana. Kunakuwa mwokotaji hana uhuru wa kufanya kazi au wa kwenda mahali popote anapojisikia kwenda au kupita akiwa anafanya kazi zake. Kuna baadhi ya mitaa zingine wameweka marufuku. Sawa, hakuna mwokotaji makopo kupita hapa. Mimi nasema humu hakuna mwokotaji kupita hapa. Kuna sehemu anapita, kuna sehemu hawapiti. Sio kwamba ni nini, ni ile kwa jamii hawataki kuwaona katika maeneo yale kwa dhahania za kwamba wakipita tena kwenyeje fanya uhalifu, wataenda kuiba. Kwa hiyo mitaa mingine hawaruhusiwi kupita. Kwa hata ukota kwa mitaa mingine watu hawatofika. Kwa hiyo hii pia inakiuka misingi ya haki za nani? Za binadamu. Naona ina kwamba kila mtu ana uhuru na ana haki ya kwenda mahali popote atakapo. Ikiwa hujavunja misingi ya sheria za nchi, sawa na hujavunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
ni upande wa mizani. Mizani kukagua. Sio kagua wanaenda wanakaa miezi 6 wanakuja kukagua tena isaidi. Maana ukikagua kwa mtongo anachezea mizani au analeta ule aliofika ndani. Nini kifanyike? Hapa ameshaandika baadhi kwamba mamlaka za serikali za mitaa kwa kushirikiana na mtawala kutoa elimu kwa jamii juu ya haki za binadamu na za kiraia za wakutaka rejeshi pamoja na umuhimu wa kazi wanayofanya katika kulinda mazingira na afya ya binadamu. Namba moja hiyo, elimu kwa nani? Kwa jamii. Namba mbili, viongozi wa serikali za mitaa wakumbushe kuwa wanao wajibu wa kulinda na kuheshimu haki za binadamu zilizowekwa na katiba. Namba tatu, serikali ikemee, ipige marufuku na kutoa adhabu kali kwa wanajamii na viongozi wa serikali za mitaa wanaojichukulia sheria mikononi.